baada ya kutazama tumekuta kweli ni meli ambayo ilisajiliwa kupitia kule Zanzibar, na wenzetu Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua kadhaa, lakini niwaombe ndugu zangu waandishi wa habari, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar watakuja kutoa taarifa kuhusiana na meli hii. Lakini kwa haraka, ili watu wasiendelee kupata upotoshaji, ziko hatua ambazo zimechukuliwa mara moja, kwa sababu meli hizi zikiwa zinasajiliwa kwenye nchi yako, sio kwamba inatoka hapa. Inaweza ikasajiliwa ikiwa kwenye nchi nyingine na inafanya kazi huko, na ndio maana hata kwenye meli hii, kwenye taarifa ambayo imetoka, mmesikia kwamba hakuna Mtanzania aliyekamatwa huko. Ni meli ambayo imesajiliwa huko na wakala na imefanya kazi huko na imekamatwa huko kwa makosa yaliyoko huko. Lakini kwa sababu sisi kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ilisajiliwa huku kwetu, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imechukua hatua zifuatazo. Kwanza, ilipopata taarifa tarehe 17 ya mwezi uliopita, mwezi wa pili, mwezi huu, tarehe 18 ya mwezi wa pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imefuta usajili wa ile meli. Ile meli inaitwa FMS Eagles. Lakini jambo la pili, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imewatafuta wamiliki wa hii meli kujua kulikoni. Sasa kama unavyojua, watu yamewakuta mambo, ushirikiano haujawa mzuri sana, nafikiri mnanielewa, na ndio maana imetoa hiyo hatua ya kwanza ya kufuta usajili wake. Lakini pili, imeipiga fine ile kampuni kwa mujibu wa taratibu za IMO, imeipiga fine ya $20,000. Jambo la tatu, inaendelea kufanya mawasiliano kupitia wizara yetu ya mambo ya nje ili kuondokana na utambuzi wowote wa meli hii kimataifa. Lakini zaidi ya hapo, wanaendelea kufanya tathmini ya mawakala wote ambao wameingia nao mkataba wa kusajili meli, ili wale ambao ni wababaishaji waondolewe kwenye orodha ya usajili.